Amen, amen. Karibu katika sehemu ya pili ya somo letu Yusufu akafanikiwa. Tuko katika kitabu cha Mwanzo 39 ambacho tulianza tangu sehemu ya kwanza. Amen. Na nia ni kutaka kuona kwamba Mungu anaweza kutufanikisha sehemu yoyote, wakati wowote, mazingira ya aina yoyote. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumzuia Mungu kumfanikisha mtu. Hakipo. Unaweza ukasema huku nilipo siwezi kufanikiwa. Huku nilipo nitafanikiwaje? Sasa hiyo ni akili ya mtu. Lakini sio Mungu. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Haleluya. Kwa hiyo ndicho ambacho tunajifunza kutoka katika kitabu hichi cha Mwanzo 39. Amen. Ngoja tuanze tupitie ile mistari ambayo tulishaangalia ni sehemu ya kwanza, tusonge mbele. Neno linasema hivi: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, ofisa wa Farao, mkuu wa askari walinzi, mtu wa Misri, akamnunua mikononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Ni ajabu kwamba hata huyu ambaye hakuwa anamwamini Mungu aliweza kuona ya kwamba Yusufu alikuwa yuko pamoja na Mungu, ndio maana alikuwa anafanikiwa. Amen. Ni maajabu. Mtu ambaye hakuwa hata na uelewa na wa Mungu wa Yusufu, ilifika mahali akajua huyu kijana yupo na Mungu. Na neno linasema ya kwamba Bwana alifanikisha mambo yote mkononi mwake. Kwa hiyo mafanikio ya Yusufu sio kwa sababu alikuwa na akili. Ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Mafanikio ya Yusufu sio kwa sababu alikuwa ana nguvu. Ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Mafanikio ya Yusufu sio kwa sababu alikuwa ana connection, anajua watu. Ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Kila alichokifanya kilifanikiwa, akastawi. Vitu vyote vikawa vinafanikiwa na kustawi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Neno linaposema kwamba Yusufu alistawi, ni kwa sababu Mungu hakumwacha katika kiwango kile kile. Alimtoa kwenye kiwango alichokuwa nacho na kumpeleka cha juu, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa hiyo si swala la wewe ufanye nini. Ni mimi au na wewe kuwa na Bwana, ndipo kunapofanya mambo yaweze kudhihirika, vitu viweze kutokea, mambo yaanze kubadilika. Sio swala la wewe kujuana na watu, sio swala la mazingira uliopo. Mazingira yako wala hajalishi. Huyu alikuwa mtumwa, alikuwa alipwi, lakini sio kwa sababu ni mtumwa basi Bwana anakaa mbali naye. No, Bwana alikuwa pamoja naye hata utumwani. Amen. Kazi aliyokuwa anafanya haikuwa ya kwake binafsi. Ilikuwa ni kazi ya Potifa. Anafanya kazi nyumbani kwa Potifa, pengine alikuwa ni anaangalia mifugo nyumbani kwa Potifa, na hakuwa analipwa. Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na yeye, kila alichopewa afanye kilifanikiwa. Yusufu akazidi kustawi, akatolewa katika kiwango kile cha mtumwa, akawekwa kuwa msimamizi wa nyumba yote ya Potifa. Iliwezekanikaje? Sio alikuwa mchapakazi. No, Yusufu hakuwa mchapakazi. Sio kwa sababu alikuwa anajituma sana.
Wala si kwa sababu alikuwa anasifiwa, ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Sasa sikia mstari wa 3. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pa Potifa, akamtumikia, naye akamweka kuwa msimamizi wa nyumba yake, na yote yaliyomo akaweka mkononi mwake. Neema ya Mungu juu ya Yusufu, kwa sababu Bwana yuko naye, ilimfanya atoke chini apelekwe juu. Atoke kwenye kuwa mtumwa wa kawaida wa kusimamiwa, yeye ndiye akawe msimamizi wa nyumba yote na mali zote za Potifa. Amen. Kila kitu akapewa yeye. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Yusufu alijua Bwana yuko pamoja na mimi. Potifa akajua Bwana yuko pamoja na mimi. Sasa mafanikio yetu yanakuja tunapojua ukweli ya kwamba Bwana yuko pamoja na mimi. Bwana anafanikisha kila kitu ambacho mimi ninafanya. Bwana ndiye ambaye ananistawisha, ananifanikisha katika ninayoyafanya na kunistawisha. Haniachi hapa nilipo. Amen. Na kwa kuwa Bwana yuko na wewe, popote unapokuwa, hata kama ni ajira ya mtu, yule mtu pia anabarikiwa kupitia wewe. Anavyozidi kubarikiwa na wewe unastawi. Kwa hiyo usifanye kazi mahali popote kwa mtu yote kwa manung'uniko. Fanya kwa moyo mmoja. Amen. Fanya kwa moyo mmoja. Kadri yule mtu anavyofanikiwa, na wewe pia unazidi kustawi. Haleluya. Kadri anavyozidi kufanikiwa, na unazidi kustawi. Ndivyo Yusufu alimtumikia Potifa. Potifa akawa anazidi kutajirika. Yusufu akawa anazidi kustawi. Hakuwa tena mtu wa kawaida, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya. Mstari wa 5, ikawa tokea wakati alipomweka kuwa msimamizi wa nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mahali ambapo ulipo panabarikiwa kwa sababu yako. Lakini pia baraka zinapaswa kuonekana. Sio useme tu mimi niko hapa, kwa hiyo mimi ni baraka kwako. Mabadiliko yanatakiwa yaonekane kwamba wewe kweli upo na kuna mabadiliko. Sikia anavyoendelea. Baraka ya Bwana izikawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Unajua kwa nini imeenda kila mahali? Ni kwa sababu Yusufu ni msimamizi wa vitu vyote. Mwanzoni pengine Yusufu alikuwa amewekwa kusimamia shamba. Kwa shambani kukaa vizuri, mavuno mengi ya kutisha, tofauti na kabla Yusufu hajaji. Akagundua kwamba huyu Yusufu yuko na Bwana. Sasa ngoja nimweke juu ya mifugo yangu yote na biashara zangu zote. Alipomweka tu, kila kitu kikabarikiwa. Bwana akabariki vyote kwa kuwa vipo kwenye mikono ya mtu ambaye yupo na Bwana. Sio unaajiriwa mahali ndio unakuwa kero. Haleluya. Unatakiwa unaajiriwa mahali kiasi kwamba siku unasema unaondoka, wanakuambia kwa unataka tukulipe shilingi ngapi ili ubaki. Sio watu wanafurahia kwamba unaondoka, kwa sababu ulikuwa ni usumbufu, ulikuwa ni kero kipindi chote upo nao. Haleluya. Kwa hiyo Yusufu alisababisha Potifa kubarikiwa na Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Potifa alikabidhi vitu vyote mikononi mwa mbarikiwa. Ngoja nikupe mfano. Bwana Yesu yuko na watu wanaume tu pekee ni 5,000 wenye njaa, hujajumlisha wanawake na watoto. Alafu wote wanatakiwa kula. Kwa hiyo tuseme watu kama 20,000. Bwana Yesu akaambia wanafunzi wake, nyie wapeni chakula. Wakasema hatuwezi. Akasema leteni hicho mlicho nacho. Akachukua ile mikate 5 na samaki 2, akatazama mbinguni, akamshukuru Mungu, akawapa wagaie watu. Walikula watu wote. Kwa nini? Kwa sababu ile mikate 5
na samaki wawili waliingia kwenye mikono ya baraka, mikono ya Bwana Yesu, ili kabidhiwa kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo iliingia kwenye baraka na kusababisha watu wote waweze kula. Haleluya. Ndicho hichi ambacho Potifa alifanya. Huyu ni mbarikiwa. Huyu yupo na Bwana. Kwa hiyo cha kufanya ili mimi nizidi kubarikiwa, mimi Potifa nizidi kustawi, nizidi kuwa tajiri, ninamkabidhi huyu vitu vyote afanye yeye. Asimamie kila kitu yeye. Ilikuwa shortcut ya mafanikio ya Farao. Mimi na wewe ambao tupo kwenye agano lililo bora zaidi ni watu ambao tumebarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tupo na Mungu mwenyewe. Ni watu ambao tunatakiwa kustawi. Kwa nini? Kwa sababu tupo na Mungu mwenyewe, muumba wa mbingu na nchi, tupo naye. Kwanza, tufahamu tupo naye. Pili, tujue ya kwamba chochote tunachofanya kitafanikiwa na tutastawi. Alafu tutembee katika uelewa huo. Tutembee katika ufahamu huo. Amen. Haleluya. Kwa sababu tukienda hivyo, tutakuwa tumefungua milango ya baraka za Mungu kwenye maisha yetu. Milango ya kustawi. Popote tunapofanya kazi, kama umeajiriwa, ukiacha kunungunika, ukawa baraka kwenye hiyo kampuni, hiyo shirika, popote pale ulipo, hata kama ni kazi za ndani, wale watu wakazidi kustawi, wale watu wakazidi kufanikiwa na kubarikiwa, wewe nao utazidi kustawi. Kama ni kazi zako mwenyewe, biashara zako na mambo yako mwenyewe unayoyafanya na kilimo, ukijua ya kwamba Mungu yupo na mimi kwenye hichi kilimo au kwenye hii biashara na kwenye chochote unachofanya, unafahamu ya kwamba kila unachokifanya hicho lazima kifanikiwe, lazima kistawi. Wewe lazima ustawi, ubadilike, utoke hapo ulipo, uzidi kwenda juu, uzidi kufanikiwa zaidi. Amen. Sio mazingira yanayoamua kwamba utafanikiwa. Sio watu. Ni yule ambaye upo naye, ambaye ni Mungu muumba mbingu na nchi. Huyo ndo yupo na wewe. Okay, tuendelee mbele, tuangalie tena kwanza mstari wa 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake yani Potifa akamtamani Yusufu, akamwambia lala na mimi, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyonavyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe umkewe, nitafanyaje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Alijua kabisa Mungu yuko pamoja na yeye, ndio maana akasema hivyo. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia lale naye wala kuwa naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani afanye kazi yake, hapakuwa na mtu yote kati ya wale wa nyumbani karibu. Huyu mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala na mimi. Yusufu akaichana nguo yake mkononi mwake, akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachia nguo yake mkononi mwake na amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao, lakini naangalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami, nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia kuwa nipata sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani, naye akaambia maneno hayo. Yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Kumbuka anasingiziwa, ni mpango wa shetani. Ikawa nilipopata sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake yani Potifa aliposikia maneno aliyoambiwa na mke wake, akisema, mtumwa wako amenitenda mambo kama haya, hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali wafungwa wa mfalme walimokuwa wakifungiwa, naye akawa humo gerezani. Sasa mstari 21, lakini Bwana, haleluya, huko gerezani akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliokuwa gerezani,
na yote yaliyofanywa humo yeye ndiye aliyefanya, yani Yusufu ndiye aliyefanya. Wala mkuu wa gereza hakufuatilia kazi iliyokuwa mikononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Mungu hakumwacha Yusufu eti kwa sababu yupo gerezani. Mungu hakumwacha Yusufu sehemu yoyote. Mungu aliona masingizio aliyofanyiwa, hakuwa na shida. Wakati Potifa anampeleka gerezani, Mungu alivyo mwema, hakumpeleka kwenye magereza ya hivi hivi. Alimpeleka kwenye gereza ambalo wanakaa wafungwa wa mfalme. Sio magereza ni mradi magereza yanaokaa watu wazito. Haleluya. Badala ya kwenda magereza za ajabu ajabu, akampeleka kwenye magereza nzuri. Alipofika kule gerezani, Bwana yuko pamoja na Yusufu. Na Yusufu huwezi kuwa mfungwa wa kawaida. Hili gereza litakuwa chini yako. Kwa Yusufu anaingia, mkuu wa gereza hamjui Yusufu. Lakini ghafla anapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza, kumbuka ni mkuu wa gereza, sio mfungwa mkuu. Wanaitaga nyapara. No, mkuu wa gereza. Kwa hiyo yule askari gereza mkuu akamchukua Yusufu aliyemfungwa, akampa gereza lote asimamie, kuhusiana na habari ya watakula nini, kuhusiana na ratiba za gereza, kuhusiana na wanaoingia magerezani na wanaotoka. Mkuu wa gereza hakujua chochote kinachoendelea tena, aliacha vyote mikononi mwa Yusufu. Come on. Hallelujah. Kwa sababu yupo na Mungu. Hawezi akawa anafanania na watu wengine. Hawezi akawa mtu wa kawaida. Na neno linasema ya kwamba vyote vilifanikiwa mikononi mwa Yusufu. Hakuna hata kimoja kilichofeli. Hakuna hata kimoja kilichoenda vibaya. Kila kitu gerezani kilikuwa ni perfect. Kilikuwa ni safi. Kwa nini? Si kwa sababu Yusufu alikuwa ana uelewa wa masuala ya gereza. Hakuwa anajua. Si kwamba Yusufu wazazi wake walikuwa walishafanya kazi wa askari magereza, kwa hiyo na yeye ana hisia za gerezani za uaskari. No. Wala si kwamba Yusufu alikuwa anajulikana na mkuu wa gereza. Hata mkuu wa gereza mpaka leo ukikutana naye ukamuuliza ilikuwaje, hata yeye mwenyewe hawezi kuelezea. Hajui nini kilitokea. Hajui ilikuwa ni kwa sababu gani. Hajui ni kwa nini alikuwa anakaa nyumbani anaacha gereza linasimamiwa na mtu ambaye alikuwa mfungwa. Haelewi. Alafu mfungwa mwenyewe sio Mmisri. Ni mwingine kabisa kutoka nje. Lakini ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Daudi anasema hivi, nijapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe Mungu uko pamoja na mimi. Kwamba haijalishi nipo wapi, sitaogopa, kwa sababu wewe Mungu mwenyewe uko pamoja na mimi. Sasa hicho ndicho kitu ambacho tunapaswa kuwa nacho siku zote. Tunapaswa kutembea nacho siku zote. Daudi wakati anaenda kupigana na Goliathi hakuwa na experience wala ujuzi wa aina yoyote. Alichokuwa anajua kwamba ni Mungu yuko pamoja na mimi. Hilo tu ndio alichokuwa anajua. Alimpiga Goliathi, alimpiga. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Mafanikio hayaangalii upo wapi. Yusufu alifanikiwa utumwani, Yusufu alifanikiwa gerezani. Na tutaangalia na mfano mwingine. Kwa hiyo sio swala la wapi, ni swala la uko na nani. Kuna wengine wanatumaini njia za giza. Wengine wanatumaini viongozi wa serikali. Wengine wanajitumaini wenyewe. Wewe unamtumaini nani? Kama ukisema ninamtumaini, tumaini langu ni kwa Mungu, basi habari njema ni hii.
Haijalishi upo wapi, kufanikiwa ni lazima ufanikiwe. Ni maamuzi yako tu kwamba kila ninachofanya kitafanikiwa na nitastawi. Kama Yusufu alistawi, na mimi nitastawi kwa sababu Mungu ni huyo huyo na wala habadiliki. Kama Yusufu alistawi na kila alichofanya kilifanikiwa, ni swala la mimi kujua kwamba kila ninachofanya kitafanikiwa na kila ninachokifanya kitastawi. Haleluya. Mungu ni yule yule, hajawahi kubadilika. Alichofanya kwa Yusufu atafanya na kwangu, atafanya na kwako. Tambua upo naye, tambua uwepo wake, tambua ya kwamba anakutumia wewe kufanikisha. Anafanya kazi kupitia wewe. Hicho unachokifanya unaona ni kwa mikono yako, lakini nguvu ya kufanikiwa inatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ona ya kwamba kila jambo linafanikiwa kwa sababu Mungu yupo na wewe. Ona ya kwamba unakuwa baraka kila mahali kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Ona ya kwamba mambo yote yanawezekana kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Haleluya. Basi tukutane katika sehemu nyingine ya somo hili. Amen.